Shalom, shalom mwana wa Mungu. Na kusalimu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki. Tunaendelea na fundisho letu la mitume ambalo ni fundisho la tatu ambalo linaitwa fundisho la neema. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Watu wengi waelewi neema iliyofunuliwa, lakini pia wanachanganya kati ya neema na sheria. Kwa ni vizuri kabisa ukajua fundisho juu ya neema kwa namna ambavyo lilifundishwa na mitume, ambao kanisa la leo tunapaswa kujua kwamba fundisho la neema ni msingi sana ambao tunapaswa kujua kama kanisa la leo. Usipojua fundisho la neema utajikuta kwamba unarudi katika ukuhani wa Lawi kama nilivyokuambia katika fundisho lililopita, na kuacha ukuhani wa kifalme, na nataka nikuambie kwamba hautapona. Kwa nini? Kwa sababu ni ngumu sana ukatoboa ukafanikiwa ukiendelea kuishi chini ya laana. Maana ile inaitwa chini ya laana. Ndio maana Yesu Kristo alikuja kuangikwa mtini ili awaokoe wote waliokuwa chini ya laana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa watu wengi hawajaelewa vizuri mafundisho ya neema. Usiache neema mwana wa Mungu na kurudi kwenye sheria. Kwa nini? Mataifa hawajawahi kuwa na sheria. Mataifa hawajawahi kuwa na sheria. Hizi sheria ambazo wewe unazifuata wewe ni sheria ambazo zilikuwepo kwa wana wa Israeli. Ndio waliopewa katika wakati ule wakiwa jangwani. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura yake ni ya kwanza na mstari wake ni wa 11 na wa 12, maandiko yananiambia, acha nikusomee mwana wa Mungu upendwae sana na Baba. Maandiko yanasema katika Yohana 1:12, nianze 11, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Umeona hilo fungu rafiki? Umeona hilo fungu ndugu yangu? Anasema aliwapa uwezo. Manake neema ni upendeleo wa Mungu usiokuwa na sababu. Yaani Mungu anapenda tu bila sababu. Upendeleo wa Mungu usiokuwa na sababu. Na ndio maana nikakwambia wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, si kwa mapenzi ya mtu wala ya damu, bali ni mapenzi ya Mungu mwenyewe. Ndio maana ukirudi katika Efeso sura yake ni ya 2, mstari wake ni wa 8. Neno la Bwana wangu linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Mstari wa 9, wala si kwa matendo, mtu yeyote asije akajisifu. Umeona, tumeokolewa kwa neema, tumeokolewa kwa upendeleo, tumeokolewa kwa upendo wa Mungu usio na sababu. Shika hilo fungu rafiki, lakini ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo neema, narudia, ni upendeleo wa Mungu kwa wale ambao walistahili hukumu. Kwa wale ambao walistahili hukumu. Rudi katika Warumi sura ya 3 mstari wake ni wa 23. Kwa kuwa watu wote wametafanya nini? Wametenda dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure. Inasemaje? Mstari wa 23, Warumi 3:23. Neno la Bwana wangu linasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mstari wa 24, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Watu wote wamefanya nini? Wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nini? Wa Mungu, lakini wanahesabiwa haki bure. Kwa hiyo neema ya Mungu ni upendeleo wa Mungu kwa wale ambao walistahili hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema katika Warumi 5:12, anaeleza jambo la msingi hapa. Acha tukalione jambo la msingi hapa. Anasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya nini? Wamefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nakusisitiza hii? Kwa sababu mataifa wameiacha neema na wamekimbilia kujihesabia haki kupitia matendo yao au kupitia shughuli wanazozifanya au kupitia jitihada zao au kupitia namna ambavyo wanajishughulisha. Wanasahau kwamba ni upendeleo wa Mungu usiokuwa na sababu.
kwa kuwa mtu mmoja alitenda dhambi na dhambi ikaingia ulimwenguni. Kwa mtu huyo mmoja dhambi ikawapata wote, hata wale ambao kutenda dhambi kosa lifananalo na Adamu. Na maandiko yanasema mauti ikatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisahau hilo. Mauti ikatawala. Lakini maandiko yanaendelea kusema kwa kufa kwake, yani kwa mtu mmoja mwenye haki alipokubali kufa, alichukua dhambi zote za watu wote. Kama kwa mtu mmoja kiama ilifika ya wafu, lakini pia kwa mtu mmoja dhambi iliingia. Kwa mtu mmoja haki ikatawala, ambao ni mtu nani? Kristo Yesu, kwa upendeleo wake au kwa upendo wake usio na kifani. Nisikilize, wote waliostahili kifo wana haja ya kuokolewa. Mzinzi, muhuni, jambazi ana haja ya kuokolewa. Kwa nini? Kwa sababu ya tendo la mtu mmoja mwenye haki. Warumi sura ya 5 na ule mstari wa 18. Warumi sura ya 5 na ule mstari wa 18. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Okay, watu wote wanaingizwa katika hali ya wenye haki kwa sababu ya kutii kwake mmoja mwenye haki. Na ndio maana tunahubiri injili kwa ujasiri sana, kwa sababu wale ambao tulistahili kufa kwa sababu ya uzinzi wetu, ulevi, utoaji rushwa, sini, mimba na nini na kadhalika, lakini kwa tendo la mtu mmoja tunastahili kuishi. Ni nani? Ametupa neema na upendeleo. Ndio maana nakwambia rafiki na ndugu yangu, popote pale ulipo, hubiri injili. Wale unaokatia tamaa na kuwadharau kwamba hawa ni wa motoni tu, ni neema. Neema ipo, imefunuliwa kwa watu wote. Watu wote wanastahili wokovu. Hata unayemwona leo anaua watu anastahili wokovu. Paulo alikuwa muuaji wa watu, ndio aliyefunua hii siri. Aliyekuwa anaua watumishi wa Mungu anafunua hii siri kwamba tunastahili. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni muuaji. Kama ningekuwa ni wa kwanza, alikuwa ni wa kwanza kuhukumiwa kifo. Lakini kwa sababu ya neema ya Kristo Yesu, yeye ndo akapata hizi siri na kutufunulia sisi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sheria ni tofauti sana na neema. Kwa nini? Kwa sababu neema iko hivi, wanaostahili hukumu wanastahili kuokolewa. Hiyo ndo neema. Umeona sasa? Yani wazinzi, wauaji, unaona labda Waislamu, wale vile vyombo, wale Al-Qaeda, vile vyombo vya kijasusi, yani vile vikundi vya uasi, neema inasema wanastahili wokovu. Wakati sheria inasema wahukumiwe na wanyongwe. Sheria inasema wanyongwe mpaka kifo. Unashangaa sheria inakwambia kwa mfano sheria za hapa petu Tanzania, kuna baadhi ya makosa mtu akikosa anahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Bila shaka sheria ziko katika mataifa mengi, lakini neema inasema huyu mtu asihukumiwe kunyongwa mpaka kufa. Inasema aokolewe, awe mzima. Tuliona kule Kongo waziri mmoja, hatuwezi kumtaja, aliamuru watu wakapigwa risasi, wale waliokuwa wamefanya vitendo vya ajabu. Lakini neema inasema hao watu wasipigwe risasi, waokolewe. Sheria inasema wapigwe risasi. Neema inasema waokolewe. Kwa hiyo neema tunahubiri watu wote, Waislamu, wasio Waislamu, Buddhism, Judaism, Baniani, si wenye wale dini za Kiafrika, si nini na nini ambazo na maanisha dini za kienyeji hizi, mila na desturi. Tunahubiri watu wote waokolewe. Yani wale wanaostahili kufa, neema inasema hawataki kufa. Neema ni kama msamaha wa rais. Ni kama msamaha vile ilitakiwa kuendelea kufungwa kifungoni. Rais anasema rais anasema atolewe kifungoni. Hiyo ndio tutasema neema. Kwa hiyo usianze kuhubiri mtu, wewe utaona mwisho tutajua nani ni nani. Usimhubiri hivyo. Unakuta mhubiri amewaka moto, wewe mlevi, tutajua mwisho nani ni nani. Wewe mzinzi, tutajua mwisho wa siku nani ni nani. Maana unielewi, usiseme hivyo. Neema mwambie wewe, Bwana nakuhitaji uokolewe. Usianze kumhukumu tutajua nani ni nani. Unajua wewe kama utaanguka tena na mwenzako kapata neema. Ndio maana sema angalieni watoza ushuru na makahaba sio katangulia katika mbingu. Hapana, hiyo sio neema. Neema hubiri watu wote wenye dhambi, tena kwa upendo kabisa. Hapo ndipo tunapotofautiana na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo aliwapenda wenye dhambi,
alikuja akawa na ubiri ile kile kitu alikuwa amejaa neema na kweli. Neema na kweli ni kuwafanya wanaostahili hukumu wastahilishwe uzima, yani wastahilishwe haki, wastahilishwe haki. Ndio maana nasema nikuja kwa ajili ya wagonjwa, kwa ajili wenye matatizo, ili wastahili haki. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Hiyo ndo tafsiri ya neema, na ndio maana nakwambia kati ya jambo la msingi sana la kuzingatia ambalo leo hii kanisa limeacha, limekimbilia kwenye sheria na kuacha neema. Na hapo ndipo ambapo unakuta watu wanajihesabia haki kupitia matendo yao, kupitia jitihada zao, na ndio maana watu wengi hawamuoni Mungu. Wokovu ni matunda au ni matokeo ya neema ya Mungu, wala sio juhudi binafsi. Sio juhudi binafsi wala matokeo binafsi. Kama sivyo mimi nisingeliokoka, hata wewe usingeliokoka kama ingekuwa ni bidii au juhudi binafsi. Au ungekuwa ni juhudi binafsi, wenda wenye fedha wangenunua hiyo wokovu, wenye elimu, matajiri. Lakini kwa sababu sio juhudi binafsi, ni sawa na mtu anapozaliwa haombi kuzaliwa. Uombi kuzaliwa Afrika au Marekani au kwa baba fulani, unajikutamo tu umezaliwa. Ndivyo hivyo neema. Neema ni upendeo, unamkuta mtu tu unfortunately anapata hiyo neema. Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kadhalika hata uponyaji, kufunguliwa, kupata miujiza, matokeo yote ni ya neema ya nani? Ya Mungu. Yaani ni Mungu kwa upendo wake na kusudi lake. Sio kwa sababu eti mimi nimeokolewa kwa sababu naomba sana, nafunga sana, natoa sadaka sana. Haya yote ni matokeo ya neema ya Mungu, lakini sio matokeo ya jitihada zako. Naomba unielewe. Sio matokeo ya jitihada zako, bali ni matokeo ya neema ya Mungu. Nje ya neema ya Mungu, sawa hata kufunga sana, sawa hata kuomba sana, sawa hata kutoa sadaka sana. Wengi wamesahau hicho kitu na wanaleta juhudi zao binafsi. Yaani mimi ni noma sana, mimi nafunga sana, mimi natoa sadaka sana. Hiyo yote tunasema ni matokeo ya neema ya Mungu. Ndio maana Paulo anasema kwa neema niliyopewa na Mungu, mimi kama mkuu wa wajenzi naweka msingi, na mtu yote angalia anapojenga juu yake. Manake kwa neema yote tunasema ni kwa neema. Ndio maana ukisoma kitabu cha Tito sura yake ni ya 2, nadhani mstari wake ni wa 11. Anasema neema ya Mungu iwaokoe wanadamu wote imefunuliwa. Sikiliza hapa. Tito sura ya 2 mstari wa 11. Anasemaje? Maana neema ya Mungu iwaokoe wanadamu wote imefunuliwa, naye atufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Umeona matokeo ya neema? Changamoto ni kwamba watu leo hii wanatumia neema vibaya, kwa sababu tunawaambia si juhudi zako wala matokeo yako wala kazi zako wala chochote unachokifanya. Kwa hiyo wanasema kumbe ni neema tu, tunaokolewa kwa neema, acha tuendelee na uzinzi, acha tuendelee na maisha yoyote, ni neema tu, tutaingia mbinguni kwa neema. Haina haja kuomba na lala tu siku tunaingia mbinguni kwa neema. Moja kati ya kipimo na kiashiria kwamba umepewa neema na Mungu, moja kati ya kipimo manake utaishi maisha utauwa. Namba 1, utaishi maisha utauwa. Biblia inasema kwamba neema ya Mungu waokoe wanadamu wote imefunuliwa, naye atufundisha kuishi katika utauwa. Kwanza kuishi katika kiasi. Moja, utaishi katika utauwa kama anavyosema Tito katika 1:12. Utaishi katika kiasi. Hiyo ni moja kati ya matokeo ya neema. Utaishi katika kiasi. Utakuwa ni mtu wa self control. Utakuwa ni mtu ambao unaishi kwa kiasi. Haleluya. Lakini pia moja kati ya kiashirio cha kwamba una neema pia ni moja kati ya mtu wa kuwa na njaa ya kuomba, njaa kumtafuta Mungu. Njaa kumtafuta Mungu ni moja kati ya kiashiria kwamba wewe una neema. Ni ushahidi ambao utajua una neema. Sio juhudi zako kusema kwamba nina juhudi za ile kuomba, ile njaa, ile hamu, ile nini ya kuomba, kufunga, kutafuta uso. Ile ni ushahidi ya kwamba wewe una neema. Usianze kusema tunakaa tu, tunaingia mbinguni kwa neema, hatuna haja ya kufunga. Wewe umeipuzia neema, umeitupilia mbali neema. Hiyo sio neema. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ndio maana watu wanatumia neema vibaya. Biblia inasema na tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupate rehema na kupewa neema itakayotusaidia wakati wa
mahitaji. Kwa hiyo maana yake neema inasaidia wakati wa mahitaji. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini pia utakuwa ni mtu wa kujibidisha kusoma, kutafuta maarifa. Hiyo pia ni ishara ya kwamba huyu mtu ana neema, ni ushahidi kwamba huyu mtu ana neema. Sasa ukiona umeshaanza kuwa mvivu, utaki kusoma, utaki kuomba, napiga miayo, hii ni ishara tu kwamba wewe tayari neema iko mbali na wewe. Lakini ukiona kwamba unaweza kuamka hata saa 8, unaanza kuomba hata saa 9, unashinda uvivu, unashinda uwezo ukakubali kukaa bila kuomba, hii ni ishara ya kwamba unayo neema. So kama una neema, pia tutaona kitu kinaitwa bidii binafsi. Ndio maana Paulo anasema hiyo ni neema ya Mungu pamoja nami. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 9 na wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 9 na wa 10. Paulo anasema mstari ule wa 9, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliliuzi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Kwa hiyo tutaona ile bidii binafsi ni kiashiria cha kwamba huyu mtu anayo neema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo nataka nikwambie, mataifa hawajawahi kuwa na sheria, mataifa wamepewa neema. Lakini hiyo neema, usipokee neema Mungu bure. Kama Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 1 na 2 ninavyosema, tusipokee neema ya Mungu bure. Kuna watu wanaipokea neema ya Mungu bure. Usipokee neema ya Mungu bure. Neema inaambatana na wajibu. Hiyo neema unayopewa inaambatana na wajibu. Neema upewa, unahubiri Injili, unahubiriwa habari njema, lakini hauipokei, hiyo ni neema tayari umepewa. Hata kusikia habari njema ni neema, hata kufungua ikripu ni neema umewezesha, ni upendeleo wako. Wengine hawakuwahi kusikiliza, hawakuwahi kusikiliza hata kidogo, lakini umepewa neema ya kusikiliza. Wako wengine hawajawahi hata kusikiliza hii video, lakini wewe umesikiliza, hiyo ni neema. Kwa hiyo hata kufunuliwa, hata kuwekwa wazi, chochote kinachokiona ni upendeleo ambao hauna sababu, upendo ambao hauna sababu. Tazameni ni pendo namna gani aliyotupa Baba, tuitwe wana wa Mungu, na hivi ndivyo tulivyo. Bado haijadhihirishwa tutakavyokuwa, lakini tunafahamu atakapodhihirishwa tutafanana na yeye. Na kila mwenye matumaini hayo hujitakasa ili awe mtakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Mwana wa Mungu, neema ya Mungu imefunuliwa kwa watu wote, na mitume walihubiri kwa habari ya neema, wakilionya kanisa wasitoke nje ya neema na kukimbilia sheria, kwani ni hatari mno na hakuna anayeweza kuvuka kushinda, ili hali anajihesabia haki kwa matendo yake mwenyewe. Ndio maana hata Paulo alisema haya katika kitabu cha Warumi. Warumi sura yake ni ya 8. Anasema nitakao sana moyoni mwangu ni hao watu waokolewe. Sura ya 10. Ndugu zangu, nitakao sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombaye Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe, kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana akiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aminie ahesabiwe haki. Kristo ni mwisho wa sheria, kila aminie Kristo ahesabiwe haki. Na maandiko yanatuambia mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nitakurudia wakati mwingine tukiendelea na fundisho la 4. Leo tuko fundisho la 3 ambalo ni fundisho la mitume, tukiwa tunaendelea na mafundisho ya mitume. Na fundisho la 4 litakuwa ni fundisho la imani. Mungu wa mbinguni nawe pamoja nawe. Karibu sana. Usisahau kusubscribe katika channel yetu, lakini pia usisahau kufanya kwa ajili ya Bwana, kama Bwana amekujalia kutoa sadaka yako kwa ajili ya huduma hii. Na Mungu wa mbinguni awe pamoja nawe. Amen.